Memtaka tumemleta profesa wa hizi kazi kwenye kituo cha 3 page namba 3 Yahya Njenge on your radio. Millard Ayo ndo huyu, mimi Frida Mind yule pale, Vito Vidox ndo huyu hapa. Yes, jiandae kwa ajili ya pepa la 4 baadaye kidogo, lakini sasa hivi ni mwenyekiti wa chama cha wanaa Tanzania Yahya Njenge kwenye kiti chake. Na hicho kiti asipokuja huwa kinaondoka kabisa, hakikaliwi na mtu mwingine yoyote. Tunakuwa tunapitia shida ya afya, moyo, akili, yani uwezo wetu wa kuchakata mambo unakuwa kwenye kiwango kidogo sana. Usiendeleza hivi kwa sababu mwenyekiti wa chama cha wanaa hayupo. Ukiendelea zaidi utaharibu, utakuwa umeingia kazini katibu wa chama. Mambo ndo hayo. Kutoka kwa malighafi shambani mpaka kukufikia nyumbani. Huu ni unga wa ngano uhakika wa Azania. Upate katika aina tofauti kama vile HBF, PPF na hata Mark 1. Basi sawa. Bwana, weekend ilikuwa ndefu na ilikuwa na mambo mengi sana. Lakini kwanza kabisa tutumie hii nafasi kuwapa maua yao mama zetu, kwa sababu weekend ilikuwa ni jana ilikuwa ni siku ya mama duniani. Na tutoe credit nyingi kwa kina mama kwa party ambayo wamecheza mpaka dunia kuwa hivi ilivyo. Imekuwa sio jambo dogo, na nimeona kwa mfano kwa klabu ya AC Milan ya Italia, wao kama kawaida yao siku ya mama inapofika, mara nyingi kwenye kuisherehekea wao huwa wachezaji wale wanavaa jezi ambazo mgongoni kunakuwa na majina ya mama zao na sio majina yao. Kwa hiyo jana Milan walikuwa wanacheza na Atalanta na wachezaji wote mgongoni namba ile, lakini jina baada ya Rafael Leao kuna jina la Conceição pale ambaye ni mama yake Rafael Leao. Kwa hiyo wachezaji wote walifanya hivyo na imekuwa ni kwa mwaka wa 3 kwa Milan. Kwa hiyo imekuwa nzuri sana kwao. Lakini pia nimeona mtoto mwingine ambaye ni mtoto wa mama, Lamine Yamal, amepeleka medali nyingine kwa mama yake. Baada ya kumkabidhi medali wakati Spain inashinda Euro, alikabidhi medali kwa mama. Na hii ni mara nyingine tena anapeleka medali nyumbani, kwa sababu jana Barcelona walitwaa rasmi ubingwa wa La Liga baada ya kumtandika Real Madrid kwenye mechi ya El Clasico, ubingwa ambao umemfanya Lamine kupata medali nyingine. Na kwenye rekodi sasa ambazo wakati mwingine ni rekodi zinazouma lakini ni uhalisia. Hivi video unafahamu kwamba kwa sasa Lamine Yamal ameshinda mataji mengi ya La Liga kuliko Cristiano Ronaldo? Kabisa. Lamine Yamal jana ameshinda taji lake la 3 la La Liga. Cristiano Ronaldo maisha yote ya Real Madrid La Liga ameshinda mara 2. 2012 na 2016. Sawa, ulivyokuwa umeiweka kisiasa. Yani sini matatu. Nilikuwa nimekaa hivi kujiandaa kubishana na kushtuka. Basi usishtuke, lakini ni hivi. Lakini sasa sisi ndo mwenyekiti huyo. Kwa sababu Lamine hajafikisha hata umri wa miaka 20, tayari ana mataji 3. Ronaldo na umri wake wote aliopambana, lakini ameyapata 2. Kwa hiyo imekuwa ni kubwa. Lakini tukiweka kando haya ya siku ya mama na sherehe zake, hapa nyumbani leo imetoka taarifa moja kutoka bodi ya ligi kuhusiana na adhabu ambazo zimetolewa kutokana na makosa mbalimbali kwa vilabu vya ligi kuu na madaraja mengine. Young Africans wamepigwa faini ya shilingi milioni 30 za Kitanzania kwa kosa la kutotumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo kwenye mchezo wa dabi ambao ulichezwa pale Meja Jenerali Samuel. Unafahamu Yanga walikuwa kuna jumba ambalo walilitumia jirani na uwanja. Kwa hiyo wamepigwa faini ya shilingi milioni 30. Na nilikuwa nafanya calculation kwenye ule mkeka wa bodi ya ligi, unaonyesha kwamba fedha iliyokusanywa jumla kupitia hizi faini mbalimbali imefika shilingi milioni 51 kama na 500 hivi. Kwa hiyo imekuwa ni moja ya chanzo ambacho kinaingiza mapato mengi sana hizi faini ambazo vilabu vinapigwa. Sasa Young Africans pia wao walichokifanya baada ya kupigwa hiyo faini, wameendesha kampeni ya makusudi kwa mashabiki na wanachama kuchangia ili kuisaidia klabu kulipa hiko kiwango cha fedha. Nimetazama hapa mrejesho muda mchache uliopita, tayari Yanga wameshakusanya zaidi ya milioni 10 kutoka kwa mashabiki na wanachama. Maana yake inaonekana wanakwenda kukipata hiko kiasi. Lakini mimi leo nilitamani nitoe ushauri kwa bodi ya ligi pamoja na kamati inayosimamia na kuendesha ligi. Haswa kwenye hili swala la makosa ya timu kutotumia vyumba rasmi vya kubadilishia nguo.
unajua ukitazama kwenye hizi adhabu zinazotoka mara kwa mara ni ngumu kupita majuma mawili isitokee timu ikafanya kosa hilo. Yani ni kosa ambalo limeshakuwa ni la kawaida sana. Kwamba lazima watu wanaacha kuingia kwenye vyumba rasmi, wanabadilishia nguo kwenye corridor na kufanya mazungumzo yao hapo. Wengine ndio hivyo kwenye majumba mengine ambayo yako nje kabisa ya uwanja. Nafikiri bodi ya ligi na shirikisho hawakupaswa tu kuishia kwenye kutoza faini hizi timu. Walipaswa kufanya uchunguzi wa madai ambayo hizi timu huwa zinadai. Kwa sababu mara nyingi wanaoacha kutumia hivi vyumba, hoja yao kubwa wanakuambia kwamba bwana, utasikia bwana, kwenye vyumba tumeona kuna harufu kali ambayo tumehisi labda inawezekana zikawa ni dawa ambazo zinaweza zikaleta shida kwenye afya za wachezaji kuelekea mchezo husika. Mara nyingi imekuwa ndio hoja kuu ambayo karibu kila ambaye hatumii chumba anaizungumza. Lakini je, bodi ya ligi na mamlaka nyingine za soka kwa kiasi gani zimechunguza hilo na kujiridhisha kwamba humu ndani kuna ni kweli kwamba kuna hizo dawa ambazo zinatumika kwa utaratibu ambao haukubaliki? Maana iko lazima uchunguzi ufanywe ili kutengeneza mazingira ya hata huyu unayemwadhibu ifike wakati kama ni adhabu uitoe katika misingi ambayo unajua kweli huyu mtu alikuwa hana sababu za msingi. Lakini kwa sasa hali ilivyo, vilabu vingi vimekuwa vikifanya hilo kosa, na ni kwa sababu ya hizo hisia za kwamba inawezekana kuna vitu tofauti ambavyo vimewekwa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Kwa hiyo mtu anaamini nikiingia na wachezaji wangu inaweza ikatokea changamoto, ikawa shida na nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani isiishie tu faini. Yanga nadhani ndio timu ambayo imetozwa faini kubwa zaidi kwenye kosa hilo kuliko vilabu vyote. Na ni kwa sababu nafikiri pia kama Yanga walikuwa wanajua faini ya hii kosa. Yaani labda wanajua hizi adhabu zinaishaga kwenye faini hii na hii. Kwa sababu hata kwenye kanuni si zipo zinaandikwa. Kwa sababu hata walipokuwa wanalifanya wanajua wanalifanya kosa, lakini ukiliona linavyochukuliwa ni kwamba wanajivunia kosa lao. Na hata baada ya adhabu kutoka ukifuatilia unaona wamekuwa wepesi haraka kuja kuwaambia mashabiki tuchangieni tulisolve hili kosa. Ni kweli. Mpaka sasa wameshakusanya zaidi ya milioni 10. Kwa hiyo ni uko sahihi kabisa kwamba ni kosa ambalo wao walikuwa wanajua kwamba adhabu yake ni hii. Na kama adhabu ni hii, maana yake hapa tujiandae kisaikolojia kuweza kulikabili ili kosa kwa kuandaa iko kiasi cha fedha ambacho kitatusaidia kuweza kulipa faini. Lakini kwangu ushauri wangu nadhani ni huo kwamba lazima majibu sahihi yatafutwe. Shida ni nini? Kwa nini vilabu vimekuwa vikiingia sana kwenye hili kosa la kutotumia vyumba vya kubadilishia nguo? Isiishie tu kuadhibu, kwa sababu unaadhibu lakini haileti mabadiliko. Maana ya adhabu mara nyingi ni kutengeneza mazingira ya kudhibiti kosa lisijitokeze tena. Lakini kadri unavyotoa adhabu bado kosa linazidi kutokea kwa ukubwa wake. Maana yake adhabu haisaidii, ndio tafsiri yake. Kwa hiyo mawili, badilisha aina ya adhabu au chunguza uangalie pia shida ni nini ambayo inafanya hii kitu iwe inajitokeza sana. Isipuuzwe. Upige picha mtu kapokonywa pointi 3 au pointi 6. Sasa ukiweka kwenye adhabu ya kukata point, mtu ataogopa. Lazima watu watakubali, watatumia vyumba. Kwa sababu unaenda kuzitafuta pointi ambazo utazipoteza kwa sababu tu ya kutotumia vyumba. Nadhani vilabu vingi vinaweza vikarekebisha kwenye hiyo. Kwa hiyo kwa uchache nafikiri hiyo ni page 3. Lakini niwapongeze kina Frida pia. Simba ndio klabu bora ya mwaka kwa mujibu wa tuzo za BMT. Sema kwa nguvu. Simba ndio klabu bora ya mwaka kwa mujibu wa zile tuzo za BMT. Baraza la Michezo Tanzania. Na imekabidhiwa na Waziri Mkuu. Kabisa, sio tuzo ndogo, ni tuzo kubwa ambazo zimeitambua Simba kama klabu bora kwa 2025-2026. Hii ya mashabiki wa Yanga kulalamika kwamba wao ndio walistahili ukizingatia wameshinda ubingwa mara kadhaa mfululizo. Hii ikoje hii? Bila hakuna tuzo duniani hapa ambazo hazina malalamiko. Kweli. Anayetoa tuzo ndio anayejua ameweka vigezo gani kumpata mshindi wa tuzo. Lakini baraza hawajasema chochote. Nimeona wametoa ufafanuzi kidogo kwa maana wanasema kwamba wao miongoni mwa vigezo ambavyo vimeibeba Simba ni kufanya vizuri kimataifa. Wakitazama zaidi namna ambavyo Simba, unajua msimu uliopita alifika finali kombe la shirikisho barani Afrika, akapoteza mchezo wa finali. Kwa hiyo wao ile wametumia kile kigezo, uwakilishi wa Simba kimataifa ndio ambao kwa kiasi kikubwa umewabeba, japokuwa wao hawakuwa mabingwa kwenye ligi ya nyumbani Tanzania. Sasa ndio maana nakwambia hizi tuzo mara nyingi mheshimu tu anayetoa tuzo kwa namna ambavyo yeye ameweka vigezo vyake, kwa sababu mwisho wa siku pia kama wanaopiga kura jopo la wataalamu sijui wanaochagua ni binadamu wale.
ambao kuna wakati utatumia vigezo, kuna wakati pia utakwama, utatumia hisia zako katika kufanya uamuzi. Kwa hiyo ukitaka kila kitu kiende vile unavyotaka wewe, hakuna tuzo ambazo utaziona ziko sahihi. Kwa sababu niliona hata ametangazwa Bruno Fernandes kuwa mchezaji bora wa ligi kuu ya England kwa mujibu wa chama cha waandishi wa habari za mpira wa miguu England. Wapo watu wanakosoa, kwa nini Bruno? Kwa nini asiwe mchezaji wa Arsenal inaongoza ligi? Mkimaliza kukosoa Simba, kwa hiyo anayeshinda apewe tu heshima yake, ameshinda tuzo, maisha yanaendelea. Of course. My love pia kwa Stumai Abdalla. Nilifurahi sana, ndo amekuwa mchezaji bora wa kike, ndio. Mwana michezo bora kwa upande wa wanawake. Manake imejumuisha michezo yote, sio football peke yake, ndio tafsiri yake. Na Tanzanite Queens wamefuzu, ndio, kuelekea nini inaitwa AFCON. Ya wanawake. Timu ya taifa ya wasichana. Not AFCON, wameenda World Cup, na ndo kwa mara ya kwanza tumefanya hivyo. So ni jambo kubwa. Okay. Basa, special thanks kwa Yahya Njenge na hilo pepa. Lakini Alphonse Simbo pia msimsahau. Ndiye mwana michezo bora kwa upande wa wanaume. In general yo. Mwamba kabisa. Tuzo kwa Chikoga Samata hiyo mara nyingi. Sio mara nyingi. Sawa, tuishi.